Kwa majina mimi naitwa Masud Khalid Masud, ni mkurugenzi wa kampuni ya Al-Tamim Travel Limited. Kampuni yetu inapatikana Kariakoo, mtaa wa Lumumba na Mahiwa wa Dar es Salaam. Safari yangu ya kwanza ilianzia Zanzibar kwenye harakati za madagaa, kuuza na kuanika wale small fish au dagaa wadogo. Lakini hapo baada ya kumaliza elimu yangu ya kidato cha 4 kaja Dar es Salaam kule Tandika, nikaanza kufanya biashara mbalimbali za maduka, kufungua viatu vya Kimasai, nikadumu navyo kwa kadiri, lakini nikafungua pia duka la nguo, nikadumu navyo kwa kadiri, lakini pia nikafungua duka la perfume, pia nilifungua duka la madera. Yote hayo ilikuwa ni katika safari yangu ya kimaisha. Ndipo nilipokuja kufungua sasa biashara ya kusupply vifaa vya ushoni na urembo wa nguo. Urembo huo ulinipeleka kusafiri nchi mbalimbali, China, Thailand, Dubai, Indonesia, na vile nipo uzoefu wa kusafiri safari nyingi za mikoa ya Tanzania bara. Mikoa yote takriban nilikuwa na safari kwa ajili ya kusupply vifaa hivi vya ushoni, na ilipofika sasa 2019 niliona sasa inatosha na kuanza sasa kuhudumu, kufungua air ticket au travel agents hapa Dar es Salaam. Ni kweli sahihi kabisa, watu wengi wanaona ukweli wa mafanikio lakini hawajui nyuma yake, lakini mafanikio yote nyuma yake ni karaha. Mimi nilipokuwa nikisafiri zamani, nilikuwa na safari hizi zinanipa tabu, kurudi mizigo, lakini kuchukua tena mizigo mingine kupeleka kipindi kile mabasi mikoani, lakini kweli kabisa ni kuwa na subra, lakini vile kujitahidi kufanya kazi kwa bidii, kuamka mapema, lakini kuwaheshimu watu na kukaa na watu vizuri. Motisha ulionipata kuingia katika travel agents au katika biashara hii ni kwanza ni wimbi la matatizo ya kisafari ambayo kwa yakinikuta kipindi mimi nasafiri sana kibiashara, safari mbalimbali za kibiashara duniani kote, na ikafikia stage nikasema zile changamoto ambazo zilikuwa zinanikuta ni kuja kuzitatua sasa kwa wateja wote na kwa abiria wote. Ndicho kilichonipa taswira na ya kufungua travel agents, na pia familia ilinisukuma kuacha zile kazi za kusafiri za mizigo za kupeleka huku na kule. Kanambia, kwa nini sasa usifanye kazi za service za kutulia, za kazi za watu, kazi za umma? Ndicho ambacho wewe nilipeleka. Mbinu ninazotumia binafsi kuifanya biashara yangu na kudumu katika kazi hii ya travel agents, mojawapo ni kujenga marafiki kila siku, lakini 2 ni kuishi na kufanya kazi vizuri, lakini 3 kuiamini kazi yangu, na 4 kuithamini na kujua kwamba hii ndiyo kazi ya kinafaka kwangu, huko inanitoa na kunipeleka sehemu nyingine. Uamuzi mgumu ambao kwamba uliibua hisia sana kwangu mimi na familia pia, ilikuwa 2019 wakati wa corona, janga la corona. Kipindi kile nimepamba moto, na mimi ndiyo ilikuwa nafanya biashara za kusupply vifaa vya ushoni. Basi mimi kanisukuma kuacha kufanya ile biashara na sasa bills au kufungua travel agents. Na kipindi kile watu wengi katika makampuni haya ya travel agents walikuwa wana imani kuacha, na wengine walikuwa wamefunga fremu kabisa,
huoni mtu kusafiri, dunia yote imefunga, lakini mimi still nikachukua fedha nyingi sana na kuwekeza kwenye travel agency, jambo ambalo kwamba hata family walikuja kulikash. Kwa nini upeleke sana investment yako huku kwa jambo ambalo hujawahi kulifanya, wakati usingefanya tu kidogo kwanza ukaingia mguu mmoja kwanza ukaangalia upepo. Lakini nikasema hapana, mimi siwezi kujaribu kuanza. Lakini mimi kwa hakika nikasema hapana, kijana mwenye nguvu hajaribu, kijana mwenye nguvu kuanza au kufanya. Kwa hiyo ndipo mimi nilipo upeleka moyo wa kufungua travel agency, na ndipo ambapo imenipa mafanikio na chanya na kusaidia. Kipindi kile wateja wengi sana walikuwa wanasumbuka, hata kukata tiketi za boti kwenda Zanzibar ilikuwa hawapati, lakini of course sasa mimi ikawa nawasaidia na kukata tiketi za kwenda Zanzibar, lakini kukata tiketi za kwenda ndani ya nchi kipindi kile, kwenda Zanzibar, kwenda Pemba, kwenda Arusha, kwenda Mwanza. Kwa hiyo nilipeleka hapo na kusaidia watu wengi sana, na ndipo nimechukua kufika hapa nilipo. Kosa kubwa ambalo nilishawahi kulitenda na kuniathiri kwenye biashara yangu ya travel agency, moja ni mikopo ya dharura na mikopo sio kwa ya dharura. Sasa ni kwa baadhi ya wenzetu tunaofanya nao kazi, kuwakopesha tiketi, kuwapa biashara, lakini kutokuwa waaminifu na kurejesha pesa kwa wakati, na wengine hata kukimbia na pesa. Lakini wateja wa mmoja anakuja ofisini, atakuja mteja kufanya visa processing, mfano kama nchi ya Dubai, visa ambayo kwamba overstay kule unatakiwa mteja alipe ile gharama ya overstay. Utakuta mteja upati ushirikiano, harudi Dubai kule, pengine mteja umekuwa na moyo wa kwenda yeye kwenda na kurudi, lakini mwisho wa siku pengine anakwenda kutafuta kazi, wewe hujui. Kwa hiyo katika kosa ambalo kwamba hatuwezi kulifanya au siwezi kulifanya na kulirejea ofisini kwangu ni kukopesha. Kwa upande wangu mimi kama mkurugenzi wa kampuni ya Altamir Travel Limited, technology ina nafasi kubwa sana, hususan kwenye upande wa digital platforms za mitandao na kufanya matangazo mbalimbali ya kuipeleka kampuni yangu au biashara zangu kuzipeleka mbele na kufika mbali. Lakini pia imenipa wigo mkubwa sana, kwa sababu technology ndiyo maisha sasa. Technology ndiyo kila kitu. Ukiamka asubuhi unatamani utume mabiashara zako kwenye Facebook, Instagram, YouTube, na upeleke pengine kwenye radio, upeleke kwenye TV, watu waone unachokifanya, watu wakijua unachokipenda, watu waone service yako. Na hizi kazi zetu za service, kusema la kweli, zina ofa mbalimbali. Kwa hiyo kutaka kuwaonyesha watu, leo kuna ofa ya kampuni hii ya ndege, leo kuna ofa ya boti, pengine boti zetu za Azam. Kwa hiyo kusema la kweli, technology kwenye upande wangu mimi imenipa wigo mkubwa sana wa kufanikiwa na mpaka kuonekana watu mbalimbali mpaka kufika hapa nilipo. Ni msaada mkubwa sana, sasa kwenye hii pati ya kujitangaza. Kuhusiana na kuwashauri vijana wawe wakomavu kwenye kazi, lakini vile vile kile anachokifanya akiamini kwamba ninachokifanya mimi nipo sahihi na ni kizuri na kesho yake kina tija kubwa sana. Na vile vile na mshauri kijana asubiri, kwa sababu kwani mafanikio yana kawaida ya kuchelewa, lakini yanakuja. Ukikiamini unachofanya, mafanikio yanakuja. Lakini pia na mshauri kijana kufanya kazi kwa nguvu, kwa bidii, na asikurupuke kile kitu ambacho anataka kufanya, na akifanye akiwa na uyakini kwamba mimi sasa nimefanya research ya kutosha na kwenda kufanya kazi ya travel agency,
na kwenda kufanya kazi hii, ndipo sasa apatende, kwa sababu ashakiamini kitu ambacho kwa anakwenda kufanya. Sifa za mtu ambazo kwamba anatakiwa kuwa nazo ili kukua kwenye biashara: moja ni kuondosha hanasa za kilevi, hanasa za wanawake wasiokuwa na tija, lakini vile vile mtu anataka kufanikiwa kwenye biashara, kwanza ni kupata subra, kwa sababu biashara haitoi matokeo ya kama vile Panadol. Biashara matokeo yake ni kusubiri. Unaweza ukafanya leo ukaja ukapata mafanikio baada ya miaka 3-4, lakini kukiamini unachokifanya, lakini pia kuwa na subra, kuwa na jitihada za kazi, lakini kujipa muda wa kupumzika na kujipa muda mkubwa wa kufanya kazi. Katika kazi yangu, kipindi kile naanza kufungua kazi hii ya travel agency, patikana kundi kubwa sana la baadhi ya marafiki na hata baadhi ya watu wa familia walinivunja moyo, walinivunja nguvu za kufanya kazi yangu. Ile niumiza sana na iliniuma. Kwa nini hata watu wangu wa karibu wananiongelea hivi kuhusiana na kazi zangu ninataka kwenda kufanya, lakini sikukata tamaa, kwa sababu nilijua nilikiamini ninachotaka kukifanya, na ndicho ambacho kwamba kimenipa mafanikio makubwa, na ndio tunatumia pamoja hivi sasa. Na wote hao baada ya mafanikio niko nao, tunakwenda nao, tunaishi nao, lakini haikuwa rahisi. Swala kweli haikuwa rahisi, haikuwa kazi. Maana wavunja moyo wanajitokeza kwa wingi zaidi kuliko watia moyo, na ndio maisha ya kila leo. Kwa hiyo hata vijana wenzangu wao wanasifu sana kwenye kufanya kazi zetu au juhudi mbalimbali za kazi. Wavunja moyo hujitokeza kwa wingi sana, na wao ndio kukaa mbele, lakini watia moyo wao mara nyingi huwa mmoja au kwa wawili, na wao huwa nyuma, lakini kauli yao inakuwa inasikika. Kwa hiyo hata mimi nilisikia kauli ya watia moyo, ingawa walikuwa wachache, na nilipuuza kauli za wavunja moyo kwa kuwa walikuwa wengi, na ndio mafanikio yangu sasa. Nafanya biashara ambayo kuwa hajajiunga na Tanzania National Chamber of Commerce TNCC, amechelewa sana, na upande wa pili hajachelewa hata kidogo. Sisi tuliojiunga mwanzo tuko mbele ya mafanikio. Chemba ya Tanzania ya kibiashara iko hai na inaendelea kutukuza, na yeye aje ajiunge na TNCC, Tanzania National Chamber of Commerce, chemba kubwa ya kibiashara, aje ajiunge, afanikiwe leo.